hakuna mchezaji hata mmoja wa Yanga ambaye alikuwa ana ufanisi wa 80%. Okay. Yaani hakuna hata mchezaji mmoja wa Yanga ambaye alikuwa amefikia kwenye kiwango chake cha ufanisi cha hali ya juu cha 80%. Okay. Wakaenda kukutana na timu ya Simba ambao walikuwa na ufanisi wa 100%. Yaani ukiangalia uwezo wa Diarra wa jana au kuwa juu, alikuwa na uwezo wa kati. Ndio kafanya yale yafanya jana. Ndio akatoa zile sifa ambazo anaweza kusave. Pale akiwa katika uwezo, sio unaelewa, katika uwezo wa kati. Yaani ana 70-60 ya ubora ambao uko nao. Ndio kafanya zile save ambazo mpaka mwalimu wa national team ameweza kuweza ku appreciate. Amezungumza, mwalimu Gamondi amezungumza. Ndio mwalimu wa national team. Angalia zile save ambazo amezifanya katika muda ambao hayupo katika bomba tunamfahamu. Ukiangalia defense ya Yanga, kwa maana kina Mwamnyeto, kina Baka wanafanya makosa mengi unaweza kuona, lakini bado ndio defense bora kwa siku za karibuni. Unapozungumzia timu ambayo haijaruhusu magoli mengi, ukizungumzia hapa tunazungumzia kina Damaro, sio kina Duke Abuya, kina Maxi, hawapo katika ubora wao wa juu, lakini bado ndio wanafanya timu yao iliyopata matokeo. Kwa hiyo maanangu ni nini? Kwamba hata Diarra unayemzungumzia bado unamzungumzia katika kiwango ambacho hajafikia kwenye peak. Kwa hiyo anakutana timu ambazo zipo kwenye peak lakini bado zinashindwa kubiti kile ambacho anacho. Tafsiri kwamba gap la ubora ambalo wako nalo liko far better na wachezaji wengine. Ndio maana hata wakiwa katika hali ya kawaida bado uwezi kuwabiti kwa sababu wao ni bora kwa mbali. Bana, nakukaribisha kwenye kipindi kizuri tena mwana michezo wenzetu. Karibu dimbani, jina langu naitwa Cisco. Niko na hapa Dominic Salamba Chifu Nzobane kama Zoom Fella. Utakwenda kusikia mengi na mazuri kutokea kwetu, lakini kubwa zaidi ni pale kwenye klabu ya Yanga. Mambo yamekuwa mazuri, sijui ama yamekuaje? Basi bwana, ungana nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli. Dominic Salamba, kwa vizuri? Mimi niko vizuri kabisa. Uzima upo na hulalamiki? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Okay. Steven Mapunda Garincha. Afya yako ni njema? Mungu ni mwema. Uko vizuri? Mungu ni mwema sana. Sawa, bana, Salama, nataka tutazame ubora wa Young Africans kwa siku za hivi karibuni. Mengi yanazungumzwa, lakini kubwa zaidi Young Africans inaonekana kama vile kumekuwa tuna ubora wa wachezaji na si muunganiko mzuri wa kitimu. Wewe ni mtaalamu wa kabumbu, nini hasa ambacho nakiona kwenye klabu ya Yanga ukilinganisha na haya ambayo yanazungumzwa hivi karibuni? Kwanza nafikiri ni mwendelezo wale ambao tulikuwa tunazungumza siku hadi siku. Yes. Mpaka tunapozungumza, na hasa ukitumia mechi ya jana, inakwenda tayari kwenda kusimenti au kwenda kusema kwamba Yanga wana daraja lao la ubora katika ligi ya Tanzania. Kwa sababu ukiangalia tumekuwa tukijadili siku hadi siku kuhusiana na ambapo wamekuwa kicheza, kuhusiana na matokeo, lakini still mpaka tunapozungumza ndio timu ambayo imeendelea kudominate katika ligi. Ukiangalia sawa, hata Azam hajafungwa, lakini Yanga mpaka muda huu imekuwa ni timu ambayo inaweza ikapata matokeo yoyote wakati wowote bila kuangalia pressure gani ambayo anakutana nayo. Sawa. Kwa mechi ya jana dhidi ya Simba, ukiangalia sio rahisi katika mechi ya dabi. Within 10 minutes huo umeconcede magoli mawili, alafu unakuja unakuwa stable, unakuja kuequalize na still unakwenda kutafuta matokeo. Kwa sababu jana maana yake as time goes on ilikuwa Simba ndio anakwenda kuitafuta sare tena, sio Yanga. Na hata nafasi ambazo Yanga walizitengeneza zilikuwa ni nafasi za wazi kuliko ambazo Simba walikuwa wamezitengeneza. Lakini kubwa zaidi ni mpaka tukio lile la mwisho ambalo kama maamuzi angekuwa makini, pengine Depo angeweza kuzawadiwa mkwaju kwa penalty. Utagundua kwamba Simba walikuwa katika efforts za kuhakikisha kwamba wanapanda mlima ili kuweza kufikia pale ambako Yanga wapo. Wakapata nafasi ya 10 minutes kutumia ile weakness ya Yanga ya kutokuingia kwenye mchezo mapema, lakini bado wakashindwa kuitumia. Kwa Yanga alipobusi kidogo tu kiwango chake, tayari akaenda kufikia ubora wa Simba na kwenda juu yake. Maana yake ni kwamba tunapokuwa tunaidiscuss, tunapokuwa tunaijadili Yanga kwa Tanzania, tuijadili na kuichambua kwa heshima. Ukiangalia kabla hii mechi, kuna watu walikuwa wanaichukulia Yanga ni kama Vikindu Sports. Kwenye mechi kiangalia kabla hii mechi ambapo walikuwa wanaichambua. Pamoja na jitihada zote kuutoa mchezo katika maeneo mazuri, kupea katika uwanja ambao hauna ubora kipindi hiki, acha mvua. Uwanja ambao ulikuwa na changamoto nyingi ukiangalia, lakini still Yanga ameweza kuonyesha kwamba popote pale anapotaka jambo lake anaweza kulipata. Kwa hiyo nitoe tu rai, unapotaka kuizungumzia Yanga
zungumzia ndio timu ambayo imefanikiwa zaidi na imeweza kudominate soka la ndani na inaweza ikafanya chochote. Haina maana kwamba kuna kipindi haitapungua ubora. Inapopungua ubora inakuwa imepungua dhidi ya ubora wake yenyewe. Okay. Hata kama inakuwa na changamoto za ni coaching. Ni changamoto ambazo wao wenyewe wanaweza wakazisoti na bado wakachukua ubingwa. Pamoja na yote ambayo yamezungumzika mpaka saa hizi, wako wana mechi 20 wakiwa wana utofauti na alama 5 dhidi ya anayefuata, na anayefuata alama 8, huku wakiwa wamefunga magoli 40 kitu plus. Mpaka saa hizi ndio timu ambayo imefungwa magoli machache. Huyo Okello ambaye alikuwa anaonekana ndio mchezaji ambaye pengine hajaingia kwenye mfumo, ni mchezaji ambaye kama utakwenda kupata takwimu katika siku za karibuni ndio ipo kwenye high peak ya kiwango cha ufanisi kuliko mchezaji yoyote yule. Na hata katika mchezo wa jana, mchezaji ambaye alikuwa anafanya vitu vingi vya ziada binafsi vyenye ubora wa hali ya juu alikuwa ni Alan Okello, ambaye mpaka saizi ukiangalia uwezo wake haujafika hata 50% ya kile ambacho watu walikuwa wanakitarajia. Maana yake ni nini? Kwamba Yanga wanaweza wakapungua ubora, wanaweza wachezaji wake wakawa na fatiki, wanaweza kawa wana changamoto za labda za kiafya na whatever, lakini bado wanapokwenda kusimama wanakwenda kusimama dhidi ya ubora wao wenyewe, na uwezi ukawalinganisha na wachezaji wa timu nyingine yoyote. Kwa hiyo niwaombe ndugu zanguni, tuiheshimu Yanga kwa sababu inaheshimisha soka la Tanzania na ubora walionao. Achilia mbali changamoto ambazo zipo, achilia mbali vitu vingine vingi, lakini bila utani, bila chochote, bila kuongea kuwa na giriba, Yanga ubora wao jana umeonekana kwamba hakuna timu ambayo inaweza ikafanya chochote. Na kama Yanga ukifunga, maana yake unakuwa umebahatisha kama kubahatisha katika mambo mengine yoyote yale. Bwana Dominic Salamba, bado tunaendelea kusalia na wewe hapo hapo kwenye ubora wa klabu ya Yanga ambao umezungumza kuwa bora kweli kweli. Ubora wa Yanga umekuwa bora kweli kweli, lakini ni kweli ubora wa Yanga umeanza kutengenezwa kuanzia kwa mlinda lango wake kwa maana Djigui Diarra, au ubora wa Yanga nini hasa ambacho anastahili kujivunia zaidi kwa siku za hivi karibuni? Nimekwambiaje jana? Hakuna mchezaji hata mmoja wa Yanga ambaye alikuwa ana ufanisi wa 80%. Okay. Yaani hakuna hata mchezaji mmoja wa Yanga ambaye alikuwa amefikia kwenye kiwango chake cha ufanisi cha hali ya juu cha 80%. Okay. Wakaenda kukutana na timu ya Simba ambao walikuwa na ufanisi wa 100%. Yaani ukiangalia uwezo wa Diarra wa jana haukuwa juu. Alikuwa na uwezo wa kati. Ndio kafanya yale yafanya jana. Ndio akatoa zile sifa ambazo ameweza kusave. Pale akiwa katika uwezo, sio unaelewa, katika uwezo wa kati. Yaani ana 70-60 ya ubora ambao uko nao. Ndio kafanya zile save ambazo mpaka mwalimu wa national team ameweza kuweza ku appreciate. Amezungumza, Mwalimu Gamondi amezungumza. Ndio mwalimu wa national team. Angalia zile save ambazo amezifanya katika muda ambao hayupo katika bomba tunamfahamu. Ukiangalia defense ya Yanga, kwa maana kina Mwamnyeto, kina Baka wanafanya makosa mengi unaweza kuona, lakini bado ndio defense bora kwa siku za karibuni. Unapozungumzia timu ambayo haijaruhusu magoli mengi, ukizungumzia tunazungumzia kina Damaro, sio kina Duke Abuya, kina Maxi, hawapo katika ubora wao wa juu, lakini bado ndio wanafanya timu yao iliyopata matokeo. Kwa hiyo maana yangu ni nini? Kwamba hata Diarra unayemzungumzia bado unamzungumzia katika kiwango ambacho hajafikia kwenye peak. Kwa hiyo anakutana timu ambazo zipo kwenye peak, lakini bado zinashindwa kubiti kile ambacho anacho. Tafsiri ni kwamba gap la ubora ambalo wako nalo liko far better na wachezaji wengine. Ndio maana hata wakiwa katika hali ya kawaida bado uwezi kuwabiti, kwa sababu wao ni bora kwa mbali. Kwa sababu jana ukiangalia uwezo wa Chama ulikuwa ni top katika uwezo wa juu. Ukimwangalia kama huyu nani basi Gwe jana alikuwa katika level ambayo toka amekuja Tanzania ndio kacheza katika uwezo wake wa juu. Ukimwangalia Mpanzu jana alikuwa katika uwezo wake wa juu. Beki wao yule ambao ni nani yule Swali na Traore katika uwezo wa juu. Lucien Dorok katika uwezo wa juu, anakwenda anamba mchanga, unazani umeona zile kipu zikitembea. Kwa hiyo maana yake ni kwamba hao jamaa kipu ambayo inauzwa laki 3 ya Alan Okello, hao jamaa wana level ya peke yao. Na hata kupoteza wanaweza kupoteza, lakini si kwa ubora wa opponent, isipokuwa ni kutokana tu na matokeo ya mpira wa miguu. Na nazungumza tena, Simba ana kazi ya kufanya. Kuhakikisha kwamba at least anafikia walau nusu ya kile Yanga ambacho anakifanya. Leo Simba anaingia mechi ya 9 tokea
Disemba 5, 2023 hajapata matokeo dhidi ya Yanga ndani ya dakika 90. Okay. Lakini pia hajashinda mchezo wowote wa ligi kuu dhidi ya Yanga. Hatari kweli kweli. Kwako Stephen Mapunda Garincha, kwenye ubora huu wa Young Africans ambao wanaonyesha kwa sasa, japokuwa pakati maneno yalikuwa mengi kweli kweli kwamba Young Africans ni kana kwamba imepotea, Young Africans ni kana kwamba imepoteza ile rhythm yake kama timu. Wewe nini hasa ambacho unakiona kama mchambuzi na nini hasa ambacho unakitarajia kwa Yanga hii? Mimi ninachoona kwa upande wa Young African, bado ubora wake unaweza kuuzungumza zaidi kwa sababu hata ukiangalia mchezo dhidi ya Simba, ukianza kutaja namba za wachezaji ambao wamefanya vizuri, utawataja wengi zaidi kutoka katika timu ya Young African. Utamzungumzia Yao Tola Koasi, anacheza dakika 45 tu za mchezo, lakini amekwenda kufanya madhara makubwa zaidi. Ukiangalia hata lile goli ambalo lilikuja kufungwa na Prince Dube, hatari ilianzia kwake. Alifanya Prince Dube wakati Dube anashinda akuwa uwanjani. Goli la pili namaanisha Prince Dube sindo alipiga kichwa, Tanja Kasali akaucheza, alafu Mwamnyeto akamalizia. Ile move ukiangalia ilianza kwa Yao Tola Koasi, akaupeleka mpira akabadilisha upande ukaenda kwa Pacom akafanya pressing ikawa kona ikapigwa ikawa blocked ikarudi, ilivyorudi ikaenda kwa Pacom akaamua kupiga cross moja kwa moja. Umeelewa vizuri? Lakini pia kuna pigo lingine ambalo alifanya Yao Tola Koasi, alipiga mpira mrefu ambao ulikwenda moja kwa moja kwa Laulindo Depo akapiga, kipa akacheza. Umeelewa vizuri? Lakini ukiangalia, ukimchukua Yao Tola Koasi ambaye amecheza dakika 45, ukimchukua na Shomari Kapombe ambaye amecheza dakika zote 90, Shomari Kapombe hajapiga cross hata hii moja, na sio kawaida yake, lazima acheze juu. Ina maana kwamba walikuwa wameelemewa, hawezi kupanda. Ukimwangalia Nixon Kibabage amepanda mara moja tu, na alipiga cross ya chini ya kuburuza ya chini ambayo ikaenda kwa blocked na Ibrahim na Baka. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba katika maeneo ambayo Young African wanazungumzwa kwamba hawana ubora, unakuja kujiuliza hawana ubora dhidi ya nani? Kwa sababu ukiangalia kwa upande wa Young African, Shedrack Sakaboka alikuwa anapanda wakati huo. Kumbuka kwenye upande ambaye anakaba yeye yupo Libase Gwaye ambaye ana speed, ana nguvu, na tumeona akiwa hatari katika mechi tofauti na Young African. Hata alivyocheza na Young African kule Zanzibar, alivyokuwa amemsumbua Mohamed Hussein Shabalala, lakini hujamuona akiwa amesumbua katika mchezo ule. Maana kwamba Shedrack Sakaboka aliweza kumdhibiti, ingawaje huyu Boka pia ubora wake hajafikia kwa 100%, hata 60% hajagusa huyu Shedrack Sakaboka. Ukija kumwangalia Duke Oga Abuya alipokuwa akicheza pale, ameondoka Mohamed Damaro Kamara ambaye alikuwa anacheza naye pale kama wana double. Ameondoka yeye, Mike kabaki yeye sasa kama kiungo wa katikati asilia ambaye amecheza kwa muda mrefu, ana confidence kwenye lile eneo. Lakini anaondoka mwenzake, anabaki yeye, bado ameendelea kuwa na uimara mkubwa zaidi. Mwangalie Maxim pia Nzengeli. Yaani ukizungumzia mechi utawataja wachezaji wa Yanga wengi ambao wamefanya kimbio ya hatari na kuweza kuleta hatari zaidi. Maxim mwanzoni alianza anacheza katikati, lakini anatokea pembeni, na ndio alisababisha goli la kwanza. Mwanzoni ka dribble wakablock, lakini kublock kwao sio kwamba wana block kwenye miguu yake, anablokiwa na touch ya kiwanja, lakini pia anablokiwa na mazingira. Akaamua apige mipira mirefu, akazawadiwa goli dhidi ya Dube. Lakini pia kuja kuona baadaye anaondoka Damaro, anakuja Maxim pia Nzengeli anacheza katikati sasa akisaidiana na Duke Abuya, lakini bado ameanzekana kuwa bado mwiba kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo ukija kuiangalia, mbali ya Chama kupata goli la mapema, mbali ya Chama kupata assist ya mapema, maana kwamba kahusia kwenye magoli mangapi? Mawili. Lakini ukija kwa upande wa Yanga pia unampata mchezaji ambaye naye kahusia kwenye magoli haya mawili, ambaye ni Dube. Ukiangalia goli la kwanza amefunga, goli la pili yeye ndiye ambaye alipiga golini, kipa kacheza, alafu Bakari Nondo Mwamnyeto kaenda kumalizia. Kwa hiyo unakuja kuona katika ubora wa ukilinganisha Simba, ukilinganisha na Yanga, bado Young African yupo kwenye ubora wa hali ya juu. Ila tu ambacho Yanga sasa hivi anachokipitia, wanamkosa namba 6 ambaye anaamua Yanga icheze kwenye shepu ipi. Na ndio maana ukiangalia sasa hivi Djigui Diarra ni golikipa ambaye acheze mipira miguuni mara nyingi sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna namba 6 ambaye anakuja kutengeneza umbo la sasa tunashambulia,
la sasa tunaanza kukaa na mpira kuweza kupunguza pressure ya mashambulizi. Hawana namba 6 wa namna, ndio maana unaona kwamba matumizi ya Diarra kwenye miguu imepungua. Hicho ndio kitu ambacho Yanga sasa hivi wanakipitia. Lakini kinyume na hapo, Yanga bado wamebaki kwenye ubora wa hali ya juu, na mbali ya kuteteleka huko, maana yake kwamba ukiongea hivyo unaweza kusema alivyokuwa Khalid Aucho ilikuwa hivi, alivyokuwa yani Kilitombo Bangala ilikuwa hivi, sasa hivi imekuwa hivi. Maana yake unaizungumzia Yanga dhidi ya Yanga yenyewe. Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kwamba Young Africa wamekuwa bora, na ukiangalia hata pressure ya mchezo husika, kwanza wamecheza katika pitch ambayo hairidhishi na hadhi ya mchezo. Na walizungumza kwamba hii pitch haifai kucheza kwa mchezo mkubwa kama huu, wakalazimishwa kucheza. Wakati wanalazimishwa kucheza, wakiwa bado hawajaingia mchezoni, wanatanguliwa magoli 2. Lakini baadaye wanakuwa wanatulia. Alafu baadaye wao sasa ambao wametanguliwa wanaonekana kama wao ndio wanadai zaidi kuliko ambao wametangulia. Wanarejesha magoli. Lakini pia ukija kuangalia nafasi ambazo Young Africa wamezipoteza, nafasi takriban 4 ambazo hizo unasema kwamba hizi ni clear chance, ila tu bahati haikuwa upande wao. Angalia Kevu ambaye anaifanya Dube. Alikevu vizuri kwa ufasaha kabisa, kipa kasogea kwa ukevu kwenda golini, unakwenda sentimita chache nje ya lango. Hiyo huwezi kulaumu kwamba Dube alifanya uzembe. Ukiangalia Alan Okero anafanya mikimbio hadi Lucien Delok anateleza, anagalagala akiwa katika eneo lake. Alan Okero anaupiga katikati, mpira unapitiliza, anakosa mtu wa kumalizia. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba ukizungumzia katika hatari ambazo Yanga walizitengeneza, ni hatari nyingi zaidi ukilinganisha na za Simba. Kwa hiyo yote katika yote, ndio maana ukiangalia kipindi cha kwanza Yanga alikuwa na umiliki wa mpira kwa kiwango kikubwa, ingawa alikuwa ametanguliwa. Kipindi cha pili pia Yanga alikuwa na umiliki wa mpira kwa kiwango kikubwa. Alafu kitu kingine ambacho Simba alikuja kuzidiwa, Simba silaha yake kubwa ni mipira ya kutenga. Lakini kwenye mchezo uliomalizika Yanga ndo kapata faida ya mipira mingi ya kutenga. Tafsiri yake ni nini? Alimstadi, alafu akaenda kwenye uwanja wake ule ambao ameulilia, yeye akaenda kudominate kila eneo, mipira ya kutenga, idadi za kona, kila kitu. Ukiangalia kwenye offside, maeneo ya kuotea mengi, Young Africa ndo ameonekana kwenye maeneo mengi ya kuotea. Tafsiri yake ni kwamba alikuwa yuko too direct kuliko Simba Sports Club. Katika yote lazima mtu anapofanya vizuri mwambie hapo unafanya vizuri. Na nafikiri kwa kumuongezea hapo Steve, nafikiri leo inabidi tukubaliane kitu kimoja. Na watu tuelewe kabisa, na watu wanielewe Chifu, kwamba inawezekana Yanga ikawa sio bora. Lakini Yanga hii inakuwa sio bora against Ahali. Yanga hii inakuwa sio bora against Pyramid. Yanga hii inakuwa sio bora against Mamelodi. Yanga hii inakuwa sio bora pengine against labda Esperance na timu nyingine. Lakini ni kosa kusema Yanga hii sio bora dhidi ya Simba, dhidi ya Azam, dhidi ya Singida, dhidi ya Weekend Sports na timu nyingine yoyote. Kwa hiyo wanakuwa sio bora kwa timu kubwa. Lakini tukubaliane kwamba kama ambavyo ilikuwa ni timu ya kwanza kuanzishwa katika ardhi ya Tanzania, kipindi hiko mpaka sasa tunapozungumza, kutoka kwa Tanganyika mpaka Tanzania, ndivyo hivyo wameendelea kumaintain ukubwa wao mpaka tunapozungumza. Lakini siku zote mdogo ndio anakuwa anapambana kutaka kufikia mafanikio ya mkubwa. Hiko ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kuna kazi ya kufanya, lakini kuendelea kuikompea Yanga na timu nyingine Tanzania ni kuikosea heshima. Lakini pia ni kuipunguzia ukubwa ambao haustahili kupunguzwa. Hii ndio timu ambayo imefanikiwa zaidi katika soka la ndani, lakini pia hata katika soka la kimataifa. Unapozungumza kwamba Simba kafanikiwa sana, ni hatua gani Simba alifika Yanga hakufika? Hakuna. Kila hatua ambayo Simba alifika na Yanga pia amefika pia. Umefika mara ngapi? Lakini hatua hiyo. Unless otherwise tunazungumzia timu iliyochukua mataji mengi, sio timu iliyoingia robo finali nyingi au nusu finali nyingi. Sifa ni timu iliyochukua makombe mengi. Unapozungumzia barani Ulaya unazungumzia Real Madrid. Ukizungumzia Afrika unazungumzia Ahli. Ukizungumzia kwa national team utazungumzia Brazil, utazungumzia Jerumani, mataji. Lakini kuna timu zimeingia finali nyingi na hazikufanikiwa pia. Kwa hiyo nafikiri ibakie kusema kwamba hawa ndio watawala wa soka la Tanzania, hawa ndio wababe, hawa ndio ambao wanaweza
wakapata matokeo sehemu yoyote, hata kama kwenye bwawa la kuvulia samaki bado wanapata matokeo, kwa sababu katika uwanja ambao tulikuwa pengine kuona Simba wakishaini ndio uwanja ambao wameteseka zaidi kuliko katika kiwanja ambacho kilikuwa ni kizuri. Kwa kumbe ukapea kwenye mchanga poa, na pia ndio kutoa ombi wakati mwingine tuwapeleke kwenye uwanja pale wa Mwandege ambao una mchanga na penye tukawapime kama wamo. Wala Chifu, mimi nikushukuru sana ndugu yangu, lakini pia nikushukuru sana pia Steven Mapunda. Mimi naitwa Nicholas Joni. Tumezungumza hapa kwa dakika nyingi ambazo zimetosha pia kuhakikisha tunapeana taarifa nzuri za michezo na burudani. Basi tukutane tena wakati mwingine, itoshe kusema tuwailalika. Maasalam.